Jarida la Wall Street Journal la Marekani liliandika kuwa Urusi walikuwa nayo taarifa ya uvamizi kamili wa Marekani Venezuela. Yaani kabla ya uvamizi Urusi walikuwa na taarifa. Nimeisoma hiyo habari nikaifikiria, nikakosa jibu halisi kwa haya yanayosema ni ukweli au tunapigana fiksi au kitu gani kinachoendelea. Yote kwa yote nikayaacha kama yalivyo. Ndio hivyo. Jamani, Bwana Maduro leo atafikishwa mahakamani kule Brooklyn. Jana alionekana yuko mitaa ya Manhattan kule New York, akipita kwenye convoy kubwa, ulinzi mzito umeimarishwa kwa misafara yake inavyokwenda. Sasa atafikishwa mahakamani katika mashtaka ya kusambaza madawa kulevya. Ndio inaonekana hivyo. Lakini mgogoro mpya ni kuwa Delcy Rodriguez ambaye alikuwa anahudumu kama waziri lakini alikuhudumu kama makamu wa rais pia, jana ameapishwa kushika nafasi ya rais wa Venezuela. Yaani rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, yule mwanamama. Katika hotuba yake baada ya kuapishwa anasema kuwa atalinda rasilimali za Venezuela na hawatoziachia kwa njia yoyote, na wako imara kuhakikisha wanalinda kila mpaka wa Venezuela. Marekani tayari anafanya maelewano ya wateja wakubwa wa mafuta ya Venezuela akiwemo Uchina na wengine ili waweze kuwauzia mafuta. Anasema kuwa yeye atawauzia. China ambaye kwa miaka mingi tuliamini na kuaminishwa kuwa ni mshirika muhimu wa Venezuela, hajatoa karipio lolote kali kwa Marekani kuhusu Marekani kumchukua Maduro au Marekani kufanya kile walichokifanya ndani ya Venezuela. Yaani China hajatoa karipio lolote kali kwa Marekani la kuonyesha kuwa hakubaliani na hilo, isipokuwa ni ile tu utaratibu wa kawaida ule mdogo mdogo, twendeni Umoja wa Mataifa, twendeni tukalani, tukafanya hivi na hivi na hivi. Lakini tayari kuna biashara ambayo inaenda ikafanyika kati ya Amerika na China. Yaani Marekani anaanza kuuza bidhaa za Venezuela ambazo sio zake na ambazo hajazitia mkononi, kwa sababu Marekani hayupo ndani ya Venezuela. Sasa waziri wa kigeni wa Marekani Marco Rubio anasema kuwa tutaweka mzingiro kamili. Yaani tunaweka mzingiro kamili kwenye pwani zote za Venezuela na kuzuia usafirishaji wote wa mafuta kutoka au kuingia kwa bidhaa kwa Venezuela. Unaelewa hii hadithi inavyokwenda? Yule ulimwamini yuko upande wako, China, anaenda kupatana na adui aliye mbaya alikuwa anakuaminisha mimi nitakulinda dhidi yake. Yeye anaenda kupatana naye kuhusu kununua mali zako wewe ambazo yeye alikuhakikishia kuwa mimi nitakulinda mpaka dakika ya mwisho kwa sababu wewe unafanya biashara na mimi. Anakwenda kupatana naye. Sio, unaelewa? Niliwahi kuambia hivi, tupime kipimo cha ukubwa. Bado kuna ukubwa na ukubwa na ukubwa. Ukubwa. Lakini ukubwa wa mara hii unatuonyesha uhalifu tu. Ukubwa usiokuwa na maana. Uamuzi wa Marekani wa kwenda Venezuela kumchukua rais, kumchomoa, uamuzi huu unaweza kufanywa na nchi nyingi. Yaani nchi nyingi zenye nguvu zina uwezo wa kufanya haya matukio, iwe kwa mission maalum au hata kwa uvamizi, wanaweza wakafanya hivyo. Marekani kwa alichokifanya Venezuela anaweza kuzifanyia zaidi ya 90% ya nchi zote duniani. Kwenda tu kumchukua rais, sio kwamba hata rais ana ulinzi gani, hata angekuwa na ulinzi gani, Marekani wanaweza kwenda kumchukua. Lakini ustaarabu wa ulimwengu, tuliuweka ulimwengu kwenye ustaarabu, tukaufiksi sehemu, tukasema kuwa ustaarabu wa ulimwengu unatakiwa uwe hapa. Ustaarabu wake kuwa watu waheshimiane, mipaka iheshimike. Sio mtu anaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi nazungumza mara zote, nilizungumza kuhusu Urusi wakati Urusi anaivamia Ukraine, nilikataa kabisa kuhalalisha uvamizi wowote wa Urusi kwa kuhalalisha chochote. Ile ni nchi huru. Kama mabadiliko yenu na ugomvi wenu, basi hakikisheni mnacheza michezo ya kisiasa ambayo huwa mnaicheza mara nyingi. Weka kiongozi mamluki unayemtaka aweze kubadilika, lakini kwenda kuhatarisha maisha ya wengine kwa uvamizi, no, huo sikubaliana nao.
naendelea kupingana na Amerika alichokifanya. Huwezi kwenda kuvamia hata kama ile nchi ingekuwa imefika kwenye kiwango gani. Kama swala la Venezuela lingekuwa limevuka mstari, maamuzi yalikuwa yanatakiwa yaende kwenye baraza katika utaratibu ule wa dunia ambao tumejipangia, kwa sababu wanasema dunia imejipangia utaratibu. Yani tuna utaratibu ambao ulimwengu umejipangia kuwa utaratibu wetu unakuwa ni hivi na hivi na hivi. Huyu akikukosea tutaenda hapa, tutatumia sheria hizi na haki hizi kwa ajili ya kumpa haki fulani. Lakini hakuna shortcut ya kusema kuwa mimi ninayo haki ya kufanya shortcut ya kumchukua fulani na kumshtaki kwenda huko. Marekani na viongozi wake wamefanya uhalifu yani wamefanya sehemu ngapi uhalifu duniani? Bush na Barack Obama na Bill Clinton, hawa viongozi watatu wa Marekani, total number ya vifo walivyovisababisha duniani ni zaidi ya watu milioni 9 katika nchi walizozivamia, nchi mbalimbali duniani walizovamia katika awamu zote za utawala zote, watu milioni 9 wameuawa. Sasa hawa wanawajibishwa na nani? Au kwa sababu nyinyi ni wakubwa mnaweza kufanya lolote mnalojisikia? Juzi Trump anaamua kuweka vikwazo kwa mahakama ya ICC, kuwa mahakama itangaze, yani mahakama katika sheria ambazo tayari zipo katika mkataba wa Rome wa kuanzisha mahakama, ziende zikafukuliwe, zibadilishwe, kuwa mahakama itamke kuwa haitowawajibisha viongozi wa Marekani hata baada ya kutoka madarakani, akiwemo Trump na washirika wake, kuwa haitowafanyia uchunguzi. Yani unajilinda na lipi kama unatetea haki? Hii ndio Marekani. Hatuwezi kuwa kwenye ulimwengu wa namna hiyo. Huu ulimwengu ni maajabu kabisa, lakini hatuwezi kuwa kwenye ulimwengu wa kinafiki, ulimwengu wa mashariki wa kuaminisha wengine kuwa sisi tutawalinda. Leo mmewageuka. Hakuna cha Urusi alikuwa na taarifa, hata kama alikuwa na taarifa hakuwa na uwezo wa kuzuia. Kwa turudi kuwa hebu tuacheni kuaminisha kuwa kuna nchi fulani inaweza ikalindwa na nchi fulani, nchi fulani inalindwa na nchi. Turudi kwenye maandiko ambayo kuwa ndio tunayatetea kila siku. Kila siku nasema kuwa taratibu inayofanywa na Marekani baada ya kupoteza uwezo wake wa kidiplomasia, anafanya taratibu kutumia ubabe na nguvu, kupenya taratibu, kuanza kutumia nguvu zaidi duniani, kuvunja utaratibu tuliojiwekea. Halafu nchi zinabariki. Yani nchi hazichukui hatua, zinaona okay, ni sawa, Marekani anaweza kuvunja na tukaendelea na matokeo yake kuwa kuna siku atawagusa wao. Kuna siku atawagusa wao. Wakati wa ugomvi wa Trump na ndugu zake wa Ulaya, wale Ulaya walikuwa nakimbilia hadi kwetu kutaka kuona kama kuwa wao sisi ni tuko nao bega kwa bega. Hali kadhalika mimi huwa ninazungumza kuhusu ugomvi wa Amerika na Urusi na washirika wengine. Ukirudi nyuma, wakati Urusi alikuwa G8, mambo mengi yalifanywa mabaya na ulimwengu wa magharibi. Vikwazo vingi vilielekezwa Venezuela, vikwazo vilielekezwa sijui Irani, vikwazo vilielekezwa sijui wapi. Urusi alikuwepo kwenye hilo jukwaa, wala hakuchukua hatua zozote. Yani alihakikisha kila kitu kinakwenda. Alivyokuja kugombana na hao ndugu zake wa G8 mwaka gani amekuja kugombana nao? Amekuja kugombana nao 2014 baada ya ugomvi wa Euromaidan, yale mapinduzi yaliyotokea kule Ukraine. Euromaidan 2014, Urusi akachukua Crimea, wakamtoa G8 baada ya ule ugomvi, Urusi akarudi kwetu kuwa mimi sio mwenzao wale. Kwa hiyo mimi shirikianeni na mimi nitakuwa against them. Baba, wote ni wazungu. Yani wanatuchezesha mchezo na wanawachezesha wazungu wenzao mchezo. Kuna wakati uliamini kama wanatuchezesha wa Afrika, labda sisi tunapelekwa hivi. Nani kaiuza Venezuela? Ni wazungu. Nani kawauza wazungu wenzake? Hao wote ni wenyewe. Hawa wote, hizi nchi kubwa zinalinda maslahi yao tu. Sasa Marekani anataka kuivamia Venezuela, anasema atamwajibisha. Rais anasema sisi tutalinda mipaka yetu na tunaendeleza rasilimali zetu na kila kitu tunalinda. Marekani anasema tutawawajibisha. Kwa hiyo Marekani anaanza kuuza mali za Venezuela hali ya kuwa hajazikamata. Maana yake kuwa swala la Venezuela halijamalizika. Maana yake tutarajie kuwa kuna vita mpya inakuja Venezuela. Yani hili la Maduro halijamalizika. Yani tutegemee kuna swala jingine linakuja ndani ya Venezuela. Maana yake kuwa utawala ulikuwepo kina Maduro, aliondoka ni Maduro tu, lakini tawala iko pale pale, viongozi wale wale, mawaziri wale wale, na serikali ile ile inataka kuendeleza kile kile alichokiacha Maduro. Sasa hatujui nini kitaendelea. Tusubiri mashtaka ya Maduro tuone yale yaliyotajwa na yale Marekani anayataka. Washirika wake wa Ulaya wanamshangaa kuwa imekuwaje unataka kuiongoza Venezuela? Kwani Venezuela milioni 30 hawawezi kuongoza?
Trump hataki Maria Machado ambaye amepewa tuzo ya amani ya Nobel aongoze Venezuela. Hataki kila kitu, anataka wao waishikilie Venezuela. Baada ya Venezuela anasema tunaenda Greenland. Ulimwengu gani wa namna hii? Yaani tunaishi kwenye ulimwengu wa namna gani huwa double standard ya ajali? Kwa yani ajabu kabisa kuwa mwenye nguvu anaweza kufanya lolote. Yaani mwenye nguvu anaweza kuchukua nchi yoyote, mwenye nguvu anaweza kavamia popote. Haiwezekani. Hakuna utaratibu wa nchi iko hivyo. Jamani, asanteni. Nimetaka kuzungumza kiasi tu.